Aliyekuwa rais wa nchi ya Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete sasa amefunguka makubwa kuhusiana na Samia Suluhu naye mwenda zake hayati Pombe Magufuli. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, na kama we ni mgeni hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Na rais mstaafu awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano ya Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete ametoa ufafanuzi wa kina kuhusiana na safari yake ya kuwa mkuu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam na jinsi uteuzi huu ulivyotokana na imani ya viongozi wakuu wa nchi hususan hayati Daktari John Pombe Magufuli na baadaye Rais Samia Suluhu Hassan. Maelezo haya yameibuka kupitia mahojiano maalum ya TBC Digital ambapo Kikwete ameonyesha uteuzi wake kama heshima muhimu kwa taifa na dhima ya kuendeleza elimu ya juu kwa vizazi vijavyo. Na katika ufafanuzi wake, Kikwete alisema uteuzi huu ulikuja kama ishara ya kutambuliwa kwa uzoefu wake wa uongozi na mchango wake mkubwa katika maendeleo ya taifa, hasa katika kukuza rasilimali watu kupitia elimu. Aliashiria imani ya Magufuli kwake kama msingi wa uteuzi huo, akisema ilikuwa ni kwa sababu ya uelewa wa viongozi wa utekelezaji wa matarajio ya kitaifa kupitia sekta ya elimu. Uchaguzi wa Daktari Kikwete kuwa chancellor wa UDSM si jambo la kawaida, bali ni uteuzi unaotilia mkazo mchango wake wa kihistoria katika siasa na maendeleo ya nchi. UDSM ni chuo kikuu chenye ushawishi mkubwa katika malezi ya viongozi wa kisiasa, kiuchumi na kijamii nchini Tanzania na Afrika kwa ujumla. Na Kikwete mwenyewe ni miongoni mwa vijana ama ni miongoni mwa vyama vya CCM walioibuka kisiasa na baadaye kutumikia kama rais tangu mwaka 2005 hadi mwaka 2015 kabla ya kuingia katika uongozi wa kielimu. Magufuli aliwachagua viongozi kadhaa waliokuwa na uzoefu mkubwa na uongozi ili kuleta mwendelezo ajenda ya maendeleo, na uteuzi wa Kikwete kuelekea UDSM ulikuwa ni sehemu ya mkakati huo. Uteuzi huu uliendana na misingi ya CCM ya kumuunganisha mtu mwenye uzalendo na uwezo wa kutekeleza mabadiliko ya kimfumo, hasa kwa nguvu ya kuongoza uwezo wa taasisi za kielimu katika kutengeneza wataalamu wa ngazi ya juu. Akiwa chancellor, Kikwete amekuwa mstari wa mbele kusisitiza umuhimu wa uongozi shirikishi, ubunifu katika utafiti wa mtazamo wa kimataifa wa chuo hicho, na tangu alipoanza jukumu hilo, UDSM imekuwa ikianzisha mageuzi ya kimkakati kupitia mkakati kama Vision 2061 iliyokusudia kuibua chuo kama kituo cha maarifa, utafiti na ubunifu kinachojali mahitaji ya soko la ajira na changamoto za kijamii. Kikwete ameeleza wazi kwamba uteuzi wake chini ya Magufuli ulikuwa ni sehemu ya dhamira ya kujenga taasisi imara zisizoathiriwa na mabadiliko ya kisiasa. Na Magufuli ambaye alitawala Tanzania hadi kifo chake mwaka 2021 alikuwa akitangaza sera zinazolenga nguvu ya ndani, uwajibikaji na utoaji wa matokeo. Na katika muktadha huo, UDSM ilikuwa sehemu ya mkakati wa kutekeleza malengo ya kitaifa kupitia elimu, utafiti na ubunifu. Rais Samia Suluhu Hassan aliyemrithi Magufuli baada ya kifo chake mwezi Machi mwaka 2021 amekuwa akisisitiza uendelevu wa sera za maendeleo ya elimu. Anaendeleza utekelezaji wa miradi ya UDSM ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kampasi mpya ya chuo kikuu katika mikoa ya Lindi na Kagera kwa lengo la kuongeza elimu ya juu karibu na wananchi walioko pembezoni mwa miji mikubwa. Mradi wa Lindi unalenga kwa namna maalum kukuza sekta ya kilimo na sayansi ya chakula kwa kupitia chuo cha sayansi ya kilimo na teknolojia ya chakula. Na kwa mtazamo wa kisiasa na kitaaluma, uteuzi wa kuendelea kuaminika wake Kikwete ni kipimo cha imani endelevu ya uongozi wa kitaifa katika kuwapa viongozi nafasi ya kuchangia kwa ufanisi bila kujali mabadiliko ya wanasiasa. Hii inachangia kuibua chuo cha UDSM kama nguzo ya kujenga maarifa, utafiti na ujumuishaji wa sera za maendeleo.
Chini ya uongozi wa Kikwete kama chancellor, UDSM imeendelea kufanya marekebisho mbalimbali ya kimkakati ili kuweka chuo tayari kukabiliana na mahitaji ya soko la ajira na jamii kwa ujumla. Miongoni mwa juhudi hizi ni pamoja na mapitio ya mitaala ya kozi mbalimbali ili kuhakikisha yanakuza ujuzi wa ubunifu na uwezo wa kuajiriwa. Kuimarisha utafiti wa maendeleo hasa katika nyanja zinazolenga kutatua changamoto za kijamii kama kilimo, afya, nishati safi na teknolojia. Na kuwa bali la kuelimisha viongozi wa baadaye hasa katika ustawi wa jamii na uongozi wa hivi karibuni, ambao chuo hiki kimekuwa ikiendelea kutoa wataalamu mbalimbali wanaoshika nyadhifa za juu katika sekta za umma na binafsi. Aidha, hatua za uboreshaji wa miundombinu ikiwemo ujenzi wa kampasi mpya ya maboresho ya pale yaliyopo ni dalili wazi kwamba serikali inashirikiana na usimamizi wa UDSM kuhakikisha sekta elimu ya juu inabaki kuwa chombo cha maendeleo endelevu. Historia ya taasisi za elimu ya juu kama UDSM imekuwa miongoni mwa nguzo kuu za maendeleo ya nchi. Chuo hiki kimewalea viongozi wengi wa Tanzania na ukanda mzima wa Afrika, na mchango wake katika siasa, uchumi na jamii hauwezi kupuuzwa. Kwa mfano, kitengo cha elimu cha juu kina jukumu la kutengeneza wataalamu wenye uwezo wa kukabiliana na changamoto za soko la ajira na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Uteuzi wa mtu mwenye uzoefu kama Daktari Kikwete unaashiria kwamba nchi inatilia mkazo si tu maendeleo ya kisiasa, bali pia ustawi wa kitaaluma na vilevile ushirikiano wa kitaifa. Kwa kuendelea kuaminika kwa viongozi wakuu wa nchi mbili mfululizo, uteuzi huu unatoa ujumbe thabiti kwamba elimu ya juu ni kipengele cha mkakati wa kitaifa, si tu kwa lengo la kuajiri, bali pia kuinua uwezo wa taifa katika uchumi wa maarifa. Ni kipaumbele cha mataifa kuhakikisha taasisi kama UDSM zinaongozwa na viongozi wenye mtazamo mpana, uongozi shirikishi na dhamira ya kuwahudumia wananchi wote kwa njia ya maarifa na utafiti katika zama za mabadiliko ya kiuchumi na kiteknolojia duniani kote. Juhudi hizi za Tanzania ni hatua muhimu kuelekea uchumi wa maarifa na uchochea maendeleo ya kudumu. Ni hayo tuliokuandalia siku ya leo kutoka hapa TanzaPulse, na kumbuka kusubscribe ili uwe mmoja wa wafuasi wetu katika hii safari ya kuimarisha kituo hiki.